Yesu. Mbarikiwe sana. Basi awali ya yote ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii, lakini zaidi sana kwa mama askofu, makamu askofu mkuu wa dhehebu na kurugenzi nzima ya idara ya wamama taifa kwa maandalizi mazuri, pamoja na nyie wote ambao mmeweza kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna mambo mengi mazuri tumeyasikia na mengine yapo yanakuja, lakini imempendeza Mungu pia tuwe na ratiba fupi kwa ajili ya somo la uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mama Bishop aliponipatia somo sikuliomba, niliambiwa tu utasema habari ya uongozi. Kwa hiyo nilikuwa na kazi ya kutafakari, kwa sababu hili ni kongamano na kongamano linakuwa na mada nyingi. Nilimwamini Mungu atanielekeza kile cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikuhakikishie lipo jambo kwa ajili yako. Haleluya. Basi tuombe kwa ajili ya neno lililoko mbele yetu. Baba, katika jina la Yesu, sifa na utukufu ni kwako, kwa sababu wewe ni Mungu uliyajua majira yote, muda na sawa. Sasa kwa mama hawa mabinti, sisi tutakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kusikia toka kwako, ili kujengwa, kusonga mbele, si kurudi nyuma. Ututie nguvu kupitia Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli, atusaidie. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Haleluya. Basi nilipopewa somo kwamba nije niongee kwa habari ya uongozi, kwa maana kwamba nilete mada mbele yetu wote kwa ajili ya uongozi, nikamsihi Bwana kwamba uongozi ni kitu kipana sana. Sasa tunaenda kufanya nini na kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mama Bishop na kurugenzi, nilisikia toka kwa Bwana akisema tuje tujadiliane sisi wote, kwa sababu si somo ambalo mimi nilikuwa nalo, na mimi ni somo jipya nimepewa. Kwa hiyo nikatafakarishwa, lakini akasema ni kama pangekuwa na muda mrefu tungefanya mfumo wa darasa, lakini akasema tutafakari vile Mungu yeye anavyotutazama sisi kama wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanipa somo linasema mwanamke ni kiongozi wa thamani. Mwanamke ni kiongozi wa thamani. Na mimi ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kusikia namna hiyo. Ninajua Mungu anawapenda wamama, ninajua kwamba wamama wanamtumikia Mungu, lakini kuniambia neno hilo kwamba somo liwe mwanamke ni kiongozi wa thamani. Kwa hiyo nikawa na msamiati mitatu pale. Msamiati wa kwanza huyo mwanamke, msamiati wa pili huo uongozi, na msamiati wa tatu hiyo thamani. Haleluya. Na madamu Roho Mtakatifu ameongoza namna hiyo, nikajua lazima kutakuwa na kitu anaenda Bwana kutufundisha, ama kututatulia tatizo, ama kututoa katika viwango fulani, kutupeleka mahali fulani. Kwa hiyo nikatulia kusikiliza yale machache niliyoyapokea, na wewe ninaomba utakapoyapokea yasiwe ndio hitimisho, bali ni mwanzo wa kutafuta zaidi huyu mwanamke kiongozi wa thamani ndani yangu, ndani yako, ni nani, anakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi katika utangulizi Roho Mtakatifu akaniambia kila jambo ukitaka kulifahamu katika ukweli wake au asilia wake, ni lazima urudi kwenye chanzo, kwa sababu katikati hapa inawezekana pamepatikana dhana tofauti zikabadilisha maana, ama mitizamo tofauti ikabadilisha maana. Ni lazima urudi kwenye asili ya kile kitu, uanze kujifunza hatua hadi hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaanza na component ya kwanza, huyu mwanamke asili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwanamke mpaka afikie hapo alipo ilikuwa kuwaje? Ni maneno ya kawaida kabisa kwenye Biblia tunayajua, lakini leo tunapoenda kulisoma, tunapoenda kutafakari, tunaenda kutafakari kama muumbaji aliyeumbwa mwanamke kama kiongozi tena wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu kwa haraka akaniambia kusudi kubwa la Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni kwanza Mungu alijizaa katika mwili. Ndio maana akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na wakufanana naye. Maana ni kama alijizaa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini la pili alilolitoa kwa mwanadamu ili aende akamiliki na kutawala ulimwengu wote, samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo kumbe asili yetu tunaporudi mwanzo kabisa katika uumbaji, sawa sawa na neno kuu la Mungu Mwanzo 1:26, Mungu alipojisemesha katika nafsi tatu, maana yeye ni mmoja katika nafsi tatu, alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Alijisemesha mwenyewe katika nafsi yake mwenyewe, nafsi zake tatu, alimaanisha kumtengeneza mtu wa mfano wake 100%. Haleluya. Na ninaloliona pale la haraka, kumbuka ile Mwanzo 1:26, Mungu anaposema tumtengeneze huyu mtu, alimaanisha anajisemesha katika roho. Wakati huo hakuna mavumbi, hakuna udongo wa kufinyanga, lakini anaumba katika maono. Anaona picha ya mwisho ya mwanadamu atakayemtengeneza ni yule aliyemfanana Mungu, na sisi wote tunajua Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana katika roho anajizaa kabisa ndani yetu. Mwanzo 1:27-28, nimesema nina muda mfupi, tutaenda kwa haraka. Basi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba. Aliwaumba mwanamme na mwanamke. Tuko pamoja? Sikiliza vizuri lile andiko. Mwanzo 1:27-28, baada ya ile 26 kutafakari na kuwa na maono kwamba nitafanya kitu fulani, kama baba yetu Baba Bishop aliposema nataka kujenga kanisa kubwa. Yaani yeye kichwani mwake mpaka sasa hivi kanisa limeshaisha na ghorofa zake zote amelikamilisha. Haleluya. Lakini tukiangalia katika mwili tunaona kuna floor hii hapo juu, pana mirunda, pana nini, lakini yeye aliyebeba maono ameshaona mwisho. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapoumba namna ameshaona mwisho. Alipoona mwisho ndo anasema akaanza sasa kumuumba. Anamuumba mtu, mwanamke na mwanamume wakati mmoja katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameumbika katika roho, tumeumbika katika roho. Katika mwili hakuna mwanamume, hakuna mwanamke wa mwili anayeonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo ule mstari wa 27-28 Mwanzo 1, kimsingi anawatamkia baraka, anawaambia, akawabariki akawaambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mtawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe. Hapo anaongea na roho, hakuna mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongea na roho, hakuna mwili. Kwa hiyo roho ya mwanamume katika mwili na roho ya mwanamke katika mwili ni kitu kimoja, kinafanana, na Mungu anakiita ni mtu, na huyo mtu ni mwanamume na mwanamke ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunaanza kudadavua zile components zetu tatu: mwanamke, kuongoza na thamani. Hapa tunamtafuta mwanamke, bado hatujampata tukamkamilisha. Neno kuu linaendelea Mwanzo 2:7. Ile aya ya kwanza ya Mwanzo yote imeisha. Sasa hivi tunaingia aya ya pili, 2:7. Neno la Mungu linasema, basi Mungu akamfanya mwanamume kwa mavumbi ya udongo, akampulizia puani pumzi ya uhai, na huyo mwanamume akawa kiumbe hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile Mwanzo 1:27-28 ameshatuumba katika roho, lakini katika mwili hatupo. Inapokuja kwenye aya ya pili ya Mwanzo mstari wa 7 pale ndipo Mungu anafanya kazi ya kufinyanga huu mwili wa udongo, alafu anaupulizia ile pumzi ile aliyoiumba, alafu huyu mtu anakuwa mtu aliye hai, lakini ni mtu wa jinsia mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mimi na wewe mwanamke wa mwili bado hatujafanya nini? Hatujatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua kilichoendelea. Mungu akampa majukumu Adam, akafanya kila kitu, na kuna wakati maandiko, kuna wakati yana kidogo kama tunatoka nje ya mstari. Maana mwanzo unasikia kwamba basi Mungu akamwona Adamu hana wa kufanana naye, akasema nimfanyie mtu wa kufanana naye. Lakini toka kule Mwanzo 1:26 alimuumba mtu, mke na mume. Mungu habahatishi katikati ya njia. Mungu alikuwa na plani na wewe jinsi ulivyo toka mwanzo. Sio by accident kwamba mkute Adamu amegalagala pale aseme nimuonee huruma nimtengenezee mwanamke. Si kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
lakini alimpa muda wa kufanya majukumu mengi, akayafanya, akaandaa maandalizi ili huyu mwanamke atakapokuja kudhihirishwa aje akute status fulani ya maisha iko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata sasa, hata katika nyakati hizi, mtu mume anatakiwa ajiandae kuweka mazingira sahihi kabla hajamtafuta mtu mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabinti tupo pamoja. Kijana anayetaka kukuoa ni lazima umuulize maswali kama amejiandaa kwa kiasi gani, kwa sababu hata Mungu hakuruhusu uingie kwenye maisha ya huyu mwanamume kabla hajajiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo huyu baba anatokea sasa, ni mtu anapewa maagizo yote na kila kitu na kila kitu na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baadaye tunakuja kuona Mwanzo 21:22. Sasa tunatafuta huyu mwanamke anayeitwa ni kiongozi wa thamani, jinsi alivyoumbika. Mwanzo 2:21-22, neno la Mungu linasema, basi Mungu akamletea huyo mwanamume usingizi mzito, na alipokuwa usingizini akatoa ubavu wake mmoja na akapafunika pale mahali kwa nyama, na huo ubavu Mungu aliyoutoa kwa yule mwanamume akaufanya mwanamke, akamleta kwa huyo mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe sasa tukaanza kupata picha kwamba ule uthamani Mungu anaousema kwa mwanamke alikuwa nao toka mwanzo. Kuumbika na kuzaliwa kwa mwanamke hakukufanyika kwa bahati mbaya, hakukufanyika kama vile second hand, hakukufanyika kama vile ni kitu cha ziada, lakini ulikuwa ni mpango sahihi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mpongeze jirani yako, mwambie mshukuru Mungu amekufanya mwanamke. Tena mwambie Mungu asante kwa kunifanya mwanamke. Tena ninajivunia nimeumbwa mwanamke. Tena ninapenda kwamba nimeumbwa mwanamke, maana nimeumbwa kitofauti. Haleluya. Nimeumbwa kitofauti. Shida inakuja wapi? Shida inakuja katika mapokeo ya kijamii, mapokeo ya kifamilia. Umepata mtoto gani? Wa kike. Huyo bwana sijui nini. Umezaa tu wa kike watupu, sijui itakuwaje. Wewe watoto wa kike watakupeleka wapi? Yenyewe ni wanawake tu. Binti, mama ulioko mahali hapa, neno limekuja kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Siku ya leo masomo yaliyopita, yaliyopo na yatakao kuja yatoe huo ukoko wa uongo. Kwa sababu Mama Bishop Roho akasema kuna wakati mkiwa kanisani, wamama hawa wanatiwa moyo sana, wanasema kweli naweza, Mungu ananipenda, lakini akiingia tu nyumbani, mjinga wewe, kinakaa kichwani. Kati ya wanawake naye mwanamke, kinakaa kichwani. Wakiitwa sijui nini utatoka, kinakaa kichwani. Hujui hata kuvaa nini, kinakaa kichwani. Huyu mtu ananyong'onyea, anarudi kuwa chini. Sikiliza, huyu anayeongea hapa ni Mungu muumba mbingu na nchi. Anasema alikuumba kwa thamani. Amekukusudia mambo makubwa ya thamani, makubwa magumu usiyoyajua ya thamani. Wewe sio wa udhaifu. Wewe sio second hand. Wewe sio mjinga. Wewe umeumbwa na Mungu kwa kusudi kamilifu, tena la thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatusemi wanamume si wa thamani, lakini Mungu anataka ajitambulishe na sisi kwamba kuna kitu amekiweka cha thamani. Anataka tusimame katika hiyo thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunakuja kwenye kipengele cha pili, uongozi. Kuongoza ni nini? Maanake tunaweza pia tukatoka hapa ukasema ile semina walisema habari za uongozi, lakini mimi sio kiongozi. Kumbuka somo tuliopewa, mwanamke ni kiongozi wa thamani. Hajasema mwanasiasa, mbunge, diwani ni wa thamani. Hajasema mchungaji, mwinjilisi, nabii kwani ni wa thamani. Hapana, mwanamke ni kiongozi wa thamani. Kwa hiyo kuongoza ni nini? Kwa nini nimepewa madaraka hayo? Kwa nini Mungu pale mwanzo ameumba tu katika roho, akatamkia baraka ya kuongezeka na kwenda kutawala katika roho? Kama kumbe kuongoza ni lazima uwe na madigiri,
Kuongoza lazima nijue nimechaguliwa labda serikali au bungeni. Kuongoza labda niwe nimechaguliwa na mchungaji labda kusimamia kitu fulani. Kumbe kuongoza ni mchakato. Sema mchakato. Ninajifunza hapa kwamba kuongoza ni mchakato wa kuelewa, kuelekeza, kushawishi, kuunganisha juhudi na rasilimali na vipaji vilivyopo katika kufikia malengo husika. Ni mchakato wa kwako binti kuelewa rasilimali ulizonazo, kuelewa maarifa ulionayo, kuelewa nguvu ulizonavyo, kuelewa vipaji na karama Mungu alizokuwa nazo ili upate kufikia lengo. Lengo lako ni lipi? Mimi ni shemasi. Ushemasi manake nini? Umeshachakata ukaelewa ushemasi manake nini? Rasilimali za kwako ulizopewa kama shemasi ni nini? Utendaji wako ni wa vipaji gani? Unataka uongee lugha namna gani? Wewe ni mzee wa kanisa. Umechakata kwamba uzee wa kanisa manake nini? Wewe ni mwenyekiti wa mama. Umechakata hilo jambo manake nini? Una maono gani kwa habari ya hiyo nafasi uliopewa? Ni lazima uwe na ufahamu, ni lazima uelewe, ni lazima ujipe tashwishi ndani, ni lazima uangalie rasilimali zinazokuzunguka, ni lazima upate kushawishi wengine. Mama Ndulile jana alitufundisha mwanamke na ushawishi mwema. Ushawishi mwema manake huwezi kujishawishi mwenyewe. Unashawishi mtu mwingine ili mpatane kufanya kusudi lililo zuri ndani ya familia, kusudi lililo zuri ndani ya kanisa, kusudi lililo zuri kama jirani, kusudi lililo zuri hata kitaifa na kimataifa. Huo ni mchakato. Muulize jirani yako, una mchakato wowote hapo ulipo? Hata kama mdogo kiasi gani, hata kama hujasoma madarasa mengi, hata kama umetoka kwenye familia isiyojulikana, hata kama umeokoka juzi au umeokoka mwaka majuzi, hata kama una umri mdogo ama ni mzee, una mchakato gani? Bila kuwa na mchakato huo wa kuelewa mazingira, nini kinatakiwa, wapi natakiwa nifike, tunapoa. Wamama tunakuwa tumepoa, tunapoteza nguvu ya kuongoza. Lakini libarikiwe jina la Bwana, toka jana semina tunapata hapa zinatia moyo kweli kwamba wamama wamehusika katika nyakati nzuri kabisa. Mfano wa huyu mwalimu wetu wa hapa sasa hivi, Daktari Joel, anasema mke wake amemzika si zaidi ya siku 20 zilizopita. Hivi umepata picha? Yule mwanamke, ina maana yule mama alikuwa ni kiongozi wa thamani. Amemjenga huyu baba, sio mamake mzazi. Huyo mpenzi wake aliyeishi naye miaka 12, huyo mke wake, kuna kitu amemtengeneza sio cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye amethubutu leo kuja kusimama hapa kutuhudumia wamama na mabinti, amezika si zaidi ya wiki 3, sio kitu cha rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya wamama, haleluya mabinti. Kwa maana kwamba sisi wenyewe tukijua kuongoza manake nini, tutaanza mchakato. Hii ni familia, ninaanza mchakato wa kifamilia. Hii ni ndoa, ninafanya mchakato wa ndoa. Hii ni biashara, mchakato wa biashara. Hii ni huduma, nafanya mchakato wa huduma. Huu ni ujirani, nafanya mchakato wa huduma wa ujirani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa namna hiyo hawezi kuyumba yumba. Hawezi kuyumba yumba. Kwa sababu kuna mama wengi, mabinti wengi tunapoteza muda. Ukisikia watu kuna kikoba kimeanzishwa wapi na mimi ninakwenda. Sasa hivi tukasali mahali gani? Kwani mitoa baraka? Tusiende tena, twende wapi? Twende. Sasa hivi ulikuwa unaimba kwaya, usiimbe na mimi siimbi. Tunaenda kwenye kongamano, tumekubaliana dakika ya mwisho, usiende na mimi siendi. Yaani unakuwa kama bendera fata upepo. Wewe sio kiongozi, lakini Mungu anasema mimi nilikuumba kama mwanamke uliye thabiti wa kusimamia mambo yako kwa uongozi ulio wa thamani kubwa machoni kwa wanadamu na machoni kwa Mungu. Jikague mwenyewe leo, pamoja na masomo yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja. Ukitoka hapa, wewe ujue kwamba Mungu wa mbingu na nchi anakuangalia, ni wa thamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Thamani ni nini? Bwana Yesu asifiwe.
Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, samani naona muda umeenda sana, kama nimebakiza dakika kama 10 tutaenda haraka. Neno la Mungu linasema, kujipamba kwenu kusiwe nje tu, kusuka nywele, vito vya dhahabu, mavazi, bali mapambo ya utu wa ndani wa roho ya uzuri usioharibika, upole, utulivu. Uzuri huu ni wa thamani mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Mtume Petro hapa hasemi kwamba tusijipambe, kwa sababu mwanamke kujipamba ni lazima, si ndio? Lakini anasema kujipamba huko kusiishie huku nje. Kujipamba kwa thamani kwa mwanamke ni mapambo ya rohoni, mapambo ya rohoni yasiyoharibika, utulivu, upole na mambo yanayofanana na hayo, ndiyo mapambo yampayo mwanamke thamani. Bwana Yesu asifiwe. Mapambo hayo tutayapata wapi? Maana yako ndani. Haleluya. Na hata tukikutana hapa, jamani umependeza, tunaangalia mapambo ya Waswahili walisema uzuri wa nini? Ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumejizoesha kuangaliwa kwamba mwanamke naangaliwa tu hivi. Jamani ni mrefu, jamani ni mweusi, jamani ni mzuri, jamani ni mweupe, jamani ni mnene, jamani amekonda. Ndio features ambazo zinatubeba, zinatutoa kwenye uthamani. Tumeangalia mno mambo ya nje. Tumeangalia mno mambo yanayoonekana nje, japo kama ni mazuri. Mtume Petro anasema hapana, lipo lililo bora la thamani sana ndani ya mwanamke, hilo liloko ndani. Huo utu wa ndani ndio utakufanya uwe kiongozi mzuri zaidi kuliko haya mambo mengine ya nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunayapataje hayo mambo ya ndani? Biblia inatufundisha uongozi bora wa thamani unaongozwa na Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wamama, Roho Mtakatifu awe na sisi, juu yetu, ndani yetu, katikati yetu. Ndiye msaidizi, ndiye chachu ya sisi kuwa viongozi bora wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema neno kuu Isaya 11 mstari wa 1 mpaka wa 3, wasomaji wa Biblia tunajua nabii Isaya alipomtabiri Yesu alisema hilo chipukizi litakuja lina roho 7. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ana roho 7. Hizo roho 7 ni roho wa Bwana, roho wa hekima, roho wa ufahamu, roho wa ushauri, roho wa nguvu, roho wa maarifa na roho wa kumcha Bwana. Haleluya. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa yote. Na Biblia inasema mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayefanya nini? Atakayesifiwa. Kumcha Bwana ni kiroho. Ndani ya Roho Mtakatifu unapompokea, anapokuwa ndani yako, juu yako, katikati yako, ni kwamba anaachilia zile uweza 7 ndani yako kumfanana nani? Mungu. Kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, anazo roho 7. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo pana kidogo, lakini hapa limeingia kwa sababu uthamani wa uongozi wetu ni lazima uongozwe na hivi vipawa vya Roho Mtakatifu. Hekima manake nini? Kufanya jambo sahihi, wakati sahihi, mahali sahihi na kwa namna sahihi. Kujua kwamba mimi ni kiongozi, mipaka yangu ni ipi, ninahusika na nani, ninatakiwa niseme nini, nini nisiseme, kipi nifanye, kipi nisifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio itakuonyesha uthamani wako. Roho ya shauri, unashauri nini wengine? Wanaojenga kanisa ni wamama, wanaobomoa kanisa. Roho ya shauri, unashauri nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unashauri kitu gani? Huwezi kuwa na shauri jema kama huna Roho Mtakatifu ndani yako. Wewe ndio utakayekuwa mtu wa kwanza kuleta migogoro badala kupoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanamke atakuwa kiongozi wa thamani pale ambapo ana Roho Mtakatifu, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Maono ya pale Patmo, Ufunuo 5:6,
Neno la Mungu linatukumbusha tena habari ya zile roho 7. Anasema nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu baada ya anguko la dhambi tumefufuliwa tena, tumekuwa wapya tena. Naomba niwakumbushe wamama, Roho Mtakatifu anatufundisha. Kuna watu tumegandishwa kichwani kwamba kwa sababu mama yetu Eva au Hawa wengine wanamuita, aliruhusu dhambi ya nyoka kuwadanganya kula tunda, basi tumeganda pale bustanini, na ile hatia bado iko ndani yetu, kwamba unajua wanawake hawastahili hiki na hiki. Wengine mpaka wanasema wanawake hawezi kuwa watumishi. Hata Yesu mwenyewe kuchagua mitume wanawake, sijui nini na nini. Mambo yote haya yanasemwa ili kumfanya huyo mwanamke ambaye ni kiongozi thabiti, ambaye Mungu amemkusudia ajione mnyonge, kwamba yeye ndo aliruhusu dhambi. Si kweli. Baada ya hapo Mungu alisemaje? Alimwambiaje Shetani? Kwamba uzao wa mwanamke huyu utakufanya nini? Utakufanya nini? Alizaliwa hakuzaliwa? Alimgonga Shetani hakumgonga? Sisi si tuko huru sasa? Mambo ya zamani ya kazi gani? Tunakumbushana ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kama vile bado tuko bustanini pale, tumetenda dhambi, yaani wanawake wote kizazi chote tuko pale. Si kweli. Hasa hizo ni fikra ambazo zinamkamatia mwanamke kwamba kwanza una hatia, huwezi hiki na hiki. Yalishakwisha na Mungu alisha conclude. Sasa hivi tuko na uhuru wa Kristo Yesu, na Yoeli anasema nyakati hizo Bwana ataruhusu Roho Mtakatifu ashuke. Pentekoste bado haijashuka, silishashuka. Mtume Petro alipokusanyika na wale Wayahudi wakamwambia, jamani, mbona mnaongea lugha tuzielewe? Aliwaambia nini? Mmesahau unabii wa Yoeli kwamba nyakati hizo Roho wa Bwana ataachiliwa kwa wote wenye nini? Wote wenye mwili. Watumishi gani? Wanaume na wanawake. Haleluya! Wanaume na wanawake. Imerudi kama ilivyotabiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna utofauti. Katika roho Mungu alituumba wa thamani sana, na katika kuokolewa tumeokolewa kwa thamani ile ile. Shida ni moja tu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu ndiye msaidizi. Amebeba roho 7 za Mungu: roho wa ufahamu, roho wa ushauri, roho wa kumcha Bwana, roho wa hekima, roho wa maarifa, zote ziko ndani yake. Na Biblia inasema hizo roho zimeachiliwa duniani kote kwa ajili ya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mifano ya wanawake viongozi wa thamani katika Biblia. Tutasema mifano miwili, lakini najua una mifano mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Esta 4:16. Esta 4:16. Maneno ya Esta anasema, nenda ukawakusanye pamoja Wayahudi wote waliopo Shushani. Fungeni, msile msinywe kwa siku 3, usiku na mchana kwa ajili yangu, nami na watumwa wa kike tutafanya hivyo hivyo. Kisha nitamwendea mfalme, ingawa ni kinyume cha sheria, na kama kuuawa na niuawe. Maneno ya mwanamke Esta unapoyasikia hapo ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Japo kama tunajua Esta aliingia kwa Asuelo mfalme kwa kupitia uzuri wake, kweli si kweli? Yalikuwepo mashindano ya uzuri, Esta akapatikana. Lakini inapokuja shida ya kitaifa, anaposimama kama kiongozi wa thamani kulikomboa taifa lake, haendi pale na uzuri wa nje, anaenda na uzuri wa rohoni. Roho Mtakatifu anamtafakarisha, nendeni mkafunge 3 kavu, alafu mimi Esta nitaenda kwa mfalme kinyume na taratibu. Haleluya. Tumishi wa Mungu, wewe uliye mwanamke, uliye mama, uliye binti, katika jambo lolote muhusishe Roho Mtakatifu. Atakupa njia ya kufanya na kushauri. Haleluya. Utafanya na utashinda, kwa sababu Roho Mtakatifu habahatishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wakati ukisikia fundisho hili kupitia kwa watumishi, na bahati mbaya wengine ni wanaume, linakuwa halina testi nzuri sana. Manake wanapeleka pale kwamba wao akaenda akamwambia nini mfalme, yani kama vile alikuwa anatumia ule uzuri. Hapana, hapa huu ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Kufunga na kuomba na urembo vinaenda siku 3 kavu, alafu huyu mama anasema kama kufa na nife.
amejitoa mhanga kama kufa na nife, kwa sababu mfalme alisema atakaye kuja kinyume na taratibu upanga unamuhusu. Huyo ni wa thamani, sio wa thamani? Bora sio bora? Mwanamke sio mwanamke? Wewe unashindwa nini? Haleluya! Mwambie jirani yako, na wewe unaweza mambo makubwa magumu. Ukiongozwa na Roho unaweza kuwa wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke mwingine mmoja, alafu mwingine nadhani tutapata kwenye Biblia, tuko nao wengi. Waamuzi 4:9. Hiki ni kisa cha Debora. Neno la Mungu linasema, basi nabii wa kike na muamuzi wa Israeli alishika nafasi yake ya uongozi akiwa chini ya mtende, na akamtumia ujumbe Baraka kwenda kupigana na mfalme wa Yabini kupitia ujumbe maalum toka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda nyumbani kasome zaidi habari ya Debora. Sasa nyakati hizo ni nyakati za Agano la Kale, lakini Mungu amemwanua muamuzi ndani ya Israeli, mwanamke anaitwa Debora, tena ni mke wa mtu. Tunaambiwa alikuwa anakaa chini ya mtende unaitwa mtende wa Debora. Waisraeli walikuwa nakuja kwake kuamuliwa maishu magumu, maana ndio alikuwa mwamuzi wa zamu. Na alimuomba Mungu, katika kumwomba Mungu, Roho wa Mungu akasema naye kwa habari kwamba mwambie Baraka aongoze majeshi mwende mkapigane vita. Hii vita ataenda kushinda. Utakaposoma utaona Baraka akasema, kwa namna hii mimi ninaogopa, labda wewe Debora uongozane na sisi. Debora akamwambia hakuna shida, twendeni. Wakaenda vitani, mama yule nabii wa kike akaongoza na vita ikashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Roho Mtakatifu anapokuwa juu ya mama unakuwa ni wa thamani. Taifa zima limerudi vitani, wanaimba sifa kwa habari ya Debora. Kanisani kwako wataimba sifa kwa habari yako. Katika familia wataimba sifa zako. Katika taifa zitaimbwa sifa zako pale utakapokuwa wa thamani za kiroho. Haleluya. Haleluya. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Muda wangu umekwisha. Ninaamini kwamba Roho Mtakatifu atazidi kuwahudumia, lakini ninaomba tusimame tuombe, na ikiwezekana mshike mkono jirani yako, mshike mkono wa mwanamke mwenzio, mshike mkono wa matumaini, mshike mkono wa kumtia nguvu. Mwambie ipo safari tumepita toka mbali, ipo namna ya kudharauliwa tulidharauliwa, yapo maneno yalikukaa moyoni yakakuvunja moyo, ipo namna uliteswa, ipo namna ulitukanwa, ipo namna uligandamizwa ukaonekana haufai. Lakini hili ni neno la Mungu. Mungu mwenyewe muumba mbingu na nchi limeshuka kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kukutoa kwenye hayo matope usimame tena kwa upya. Yule aliyekwambia hufai kwa sababu wewe ni mwanamke, yule aliyekwambia huwezi kwa sababu wewe ni mwanamke, yakujui kwa sababu hakukuumba yeye. Mungu alikuwa na mpango kamili, alikuumba systematically, hatua kwa hatua mpaka ukatokea. Alikupa ubora, alikupa uthamani, alikupa nguvu, alikuvuvia nguvu za Roho Mtakatifu ili kwamba katika dunia hii upate kumiliki na kutawala kama alivyosema. Sema, Bwana Yesu, niko machoni pako, ninanyenyekea sana, ninashuka sana, ninanyenyekea mno, maana ulinipenda upeo. Kabla sijawa katika mwili, nilikuwa katika roho, kama ulivyomwambia mtumishi wako Yeremia. Wewe Yeremia, kabla hujakaa tumboni kwa mama yako, mimi Mungu nilikujua. Tena ukiwa katika tumbo la mama yako, mimi Mungu nilikutenga. Tena ulipozaliwa, nimekufanya kuwa nabii mkuu wa mataifa. Na wewe Mungu ninajua, nawe tena ninajua kwamba ulinijua mimi, tena ulinimjua mimi, ulimjua na huyu rafiki yangu aliye kushoto na kulia kwangu, kwamba atazaliwa katika mwili. Alipokaa katika tumbo la mama yake, hukuruhusu mimba iharibike, lakini azaliwe aweze kukua. Hata alipopotea katika dhambi, hukumwacha angamie, ukamwokoa, ukamponya, ukamsafisha, ukamsamehe, ukamrehemu, ukamwita mwana wako, ukamtakasa. Bwana Yesu, mchana wa leo tunakusihi tena, utupe roho
wako Mtakatifu akae ndani yetu, akae ndani yetu, akae ndani yetu, akae juu yetu, akae katikati yetu, maana umetuambia kwamba sisi wanawake ni viongozi tena wa thamani. Tunataka tuanze upya safari yetu ya maisha, ya utumishi, ya uongozi, ya ndoa, ya biashara, ya kila kitu katika msingi huo kwamba ni wa thamani, tena wa thamani kubwa. Bwana Yesu, utusaidie kwa masomo ya kongamano hili, yakafungue mlango, ukawe ni mwaka wa kufurahishwa kama ulivyosema nasi toka mwanzo kwamba tutafurahishwa na kongamano hili, likawe la kutufurahisha, tukavuke katika viunzi vyote kwa utukufu wa jina lako. Bwana Yesu, kuanzia sasa naweka nadhiri machoni pako, mimi kama mwanamke niongozwe kwa Roho, niongozwe kwa Roho, si katika mwili, si katika mwili. Maana neno lako linasema katika Galatia 5 kwamba enendeni katika Roho wala hamtatimiza mambo ya mwilini. Kuanzia sasa nitie nguvu, nihuishe, niwezeshe, nitembee katika Roho. Nipe na karama zako, nipe na vipawa vyako, nipe na Roho wako, Roho wa ufahamu, Roho wa maarifa, Roho wa kumcha Bwana, Roho wa hekima, Roho wa uweza, wakae ndani yangu siku zote za maisha yangu. Roho Mtakatifu, wewe uliye mshirika, wewe uliye msaidizi. Yesu alisema naenda kwa Baba, naenda kuwaletea Roho Mtakatifu atakaye kaa na nyie mpaka mwisho wa dahari. Kaa pamoja na mimi, ninakuhitaji, peke yangu siwezi. Kaa pamoja na mimi katika kazi yangu, katika familia, katika ndoa, katika utumishi, katika biashara, katika ubinti, katika umama, katika ujane, katika kila hali. Kaa pamoja na mimi, peke yangu siwezi. Unisaidie, uniwezeshe, unishindie, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Shangilie Bwana Yesu. Haleluya.